Somo letu la siku ya leo linasema anguko la mzaliwa wa kwanza ni anguko la kifamilia. Leo tutatazama nafasi ya mzaliwa wa kwanza katika mafanikio ya familia nzima. Na ndio basi somo letu litakuwa na kichwa cha habari kinachosema anguko la mzaliwa wa kwanza ni anguko la kifamilia. Nitafutie familia ambayo mtoto wa kwanza amefanikiwa, alafu nionyeshe maanguko ya hiyo familia. Sio rahisi sana. Lakini tazama familia ambayo mtoto wa kwanza ameanguka, hiyo familia, karibia ndugu wote wa hiyo familia wameanguka. Kitu ambacho wengi hawajui ni kuwa adui akitaka kuharibu ubaadaye wa familia, mafanikio ya familia, ukuu wa familia au watoto wa familia, anachofanya cha kwanza ni kuharibu maisha ya mzaliwa wa kwanza wa hiyo familia. Kuna familia ambayo mzaliwa wa kwanza hakuolewa. Baada ya hapo watoto wa hiyo familia wote wa kike hawakuolewa. Kuna familia ambayo mzaliwa wa kwanza hakukaa kwenye ndoa na mke wake, na vijana wa hiyo familia wote wakao kwenye misukosuko na wake zao. Kuna familia ambayo mzaliwa wa kwanza alioa mwanamke akamsumbua. Chunguza na hiyo familia, mara nyingi pia vijana wa kiume wanapooa wake zao wanawasumbua. Kuna familia ambayo mzaliwa wa kwanza aliolewa akaenda akanyanyasika. Chunguza watoto wa kike wanaofuatia na wao wakienda wakaolewa wananyanyasika vile vile alivyonyanyasika mzaliwa wa kwanza kwenye ndoa yao. Kuna familia ambazo mzaliwa wa kwanza aliolewa akaachika. Baada ya hapo walioolewa na wao wakaachika. Anguko la mzaliwa wa kwanza kwenye familia ni anguko la kifamilia. Na ni anguko ambalo linaweza likajitokeza kwenye mambo mengi sana. Ni anguko ambalo linaweza likajitokeza kwenye eneo la elimu, uchumi, afya na mengine mengi yanayofanana na hayo. Kila familia ina changamoto na shida zake ambazo mara nyingi huwa zinaenda kizazi hadi kizazi. Na wengi wanaweza wasielewe kwamba zinatokea kwenye eneo gani. Kumbe zikao zinatokea kwenye eneo la uzaliwa wa kwanza wa familia. Siku ya leo tutamuomba Mungu atusaidie ili kwamba tunachoenda kujifunza kiwe na manufaa kwa ajili ya vizazi vyetu. Tutaongozwa na kitabu cha Kutoka. Kitabu kile cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 11 kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 3. Alafu tutasoma kitabu hicho cha Kutoka sura ya 12
aya ya 25 mpaka aya ya 28. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado. Hebu sema pigo. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huku. Naye hapo atakapowapa ruhusa, atawafukuza mtoke huku kabisa kabisa. Basi nena wewe masikioni mwa watu hawa, na kila mtu mume na mtu mke kwa jirani yake, na kila mwanamke atake kwa jirani yake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana akawapa hao watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Tunaenda kusoma kile kitabu cha Kutoka hicho sura ya 12 aya ya 29 mpaka aya ya 34. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza. Hebu sema wazaliwa wa kwanza. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli. Enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema. Enendeni zenu mkanibariki mimi pia. Wamisri nao wakawahimiza watu kuwatoa katika nchi kwa haraka, maana walisema, tumekwisha kufa sote. Watu wakauchukua unga wa mikate yao kabla haijatiwa chachu, na vyombo vyao vya kukandia wakavitia ndani ya nguo zao mabegani. Kati ya mapigo ambayo Mungu aliyaachilia kwenye nchi ya Misri ili kuwaachilia wana wa Israeli, na moyo wa Farao ukawa huru kuwaachia wana wa Israeli, ni pigo la wazaliwa wa kwanza. Naomba nikukumbushe kitu kwamba Shetani anaiga kila ambacho anakiona kwamba Mungu amekitumia na kikaleta matokeo, huwa anaiga na anakipeleka kwenye upande wake kwa matumizi yake anayojua yeye, hasa matumizi ya kuleta upinzani kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo Shetani, baada ya kuona Mungu alipotumia mbinu ya kuwapiga wazaliwa wa kwanza wa Misri na wa Misri wakasalenda, alichukua ile mbinu akaiweka upande wake, kwamba hii mbinu Mungu ameitumia kuwapiga wa Misri na kuwaachilia waondoke kwenye taifa walilokuwa wakitumikishwa miaka yao yote, akaiweka upande wake. Akajua kwamba kuna siri gani kwa mzaliwa wa kwanza.
Kuna siri gani kwa mzaliwa wa kwanza? Ninapozungumzia hapa mzaliwa wa kwanza, ninamzungumzia yule mtu wa kwanza kuzaliwa kwenye familia. Anaweza akawa wa kike au wa kiume, as long as ni yule ambaye mwanamume anampata wa kwanza au mwanamke anampata wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ni yule ambaye ni mtangulizi wenu kwenye tumbo la kwenu. Sasa siku hizi mwanaume mmoja anaweza akawa na wazaliwa kadhaa, na mwanamke vile vile anaweza akawa na wazaliwa wake kadhaa. Labda anaweza akawa na mzaliwa wa kwanza ambaye amempata kabla hajafunga ndoa, akaja akampata pengine mzaliwa mwingine ndani ya ndoa. Lakini mwanaume anaweza akawa na amezaa tofauti, amezaa na huyu mwanamke, akatoka hapo akaenda kazaa na mwingine, akatoka hapo akaenda kazaa na mwingine, akatoka hapo akazaa na mwingine, na huyo ndo akafunga naye ndoa. Sasa mzaliwa wa kwanza kwa huyu mwanaume anahesabiwa yule wa kwanza kabisa aliyempata kabla ya kupata hao wengine wote. Na inaweza katokea akaoa mwanamke ambaye yeye hajazaa. Kwa hiyo huyo mtoto atakayemzaa kwenye hiyo ndoa ndo atakuwa mzaliwa wa kwanza kwa upande wa huyo mwanamke, lakini sio kwa upande wa huyo mwanaume, sababu tayari ana wazaliwa wa kwanza wengi. Ni kama kwenye Biblia, mzaliwa wa kwanza kwa upande wa Ibrahim alikuwa sio Isaka, alikuwa ni Ishmaeli aliyempata kwa kijakazi wake Hajiri. Kwa hiyo kwenye uzao wa Ibrahim mzaliwa wake wa kwanza kabisa ni Ishmaeli na sio Isaka. Lakini tunaangalia ni mzaliwa wa kwanza ambaye hakufanikiwa. Kwa hiyo huyo ndo mzaliwa wa kwanza, yule mtoto wa kwanza kuzaliwa kwenye familia ndo tunamuita kama mzaliwa wa kwanza, au huwa tunaita firstborn. Tunamuita firstborn. Mzaliwa wa kwanza kimwili haina tofauti sana na mzaliwa wa kwanza pengine kiroho tunayemtazama kwamba huyu ndo amekuwa kama mtangulizi wa hii familia kwa upande wa kuzaliwa, lakini inaweza ikawa tofauti kwa upande wa kuleta mambo mengine kwenye familia. Huyu ni mzaliwa wa kwanza kuwa mfanyabiashara, huyu ni mzaliwa wa kwanza kuleta elimu kwenye hii familia, huyu ni mzaliwa wa kwanza kuolewa kwenye hii familia na kufunga ndoa. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana pengine yanaweza yakaonekana huko, lakini leo tunataka tumtazame mzaliwa wa kwanza kama mtu anayekuwa mtangulizi wa kuzaliwa kwenye ile familia. Huyo ndiye tunayetaka kumtazama. Kwa hiyo Mungu baada ya kuachilia pigo la wazaliwa wa kwanza kwenye taifa la Misri, Shetani au Farao aliwaachilia wana wa Israeli wakaondoka. Na ile ikageuka kuwa kama fimbo ambayo leo sasa Shetani anaitumia kwenye familia nyingi sana, kuzipiga familia nyingi kwenye eneo la wazaliwa wa kwanza. Mzaliwa yeyote wa kwanza huwa ana baraka za aina mbili. Mzaliwa wa kwanza ana baraka ya kwake kama mtu, na ana baraka ya familia au ana baraka ya ndugu zake. Ndio maana kwenye tamaduni nyingi za Kiafrika mtoto wa kwanza wanamhesabu kuwa kama baba wa familia, kwamba baba akiondoka mtoto wa kwanza ndo huwa anapewa jukumu la kushika ile nafasi aliyokuwa ameishika baba.
Sasa hiyo haijawekwa kwa bahati mbaya, iko kiroho zaidi, pengine hata kama wanajua au hawajui. Iko kiroho kivipi? Ni kwa sababu mzaliwa wa kwanza amebeba hizo baraka nilizosema. Amebeba baraka yake yeye kama mtu, na amebeba baraka ya familia. Kwa nini? Chunguza. Ndio maana ukikuta familia ambayo mzaliwa wa kwanza amefanikiwa, ni rahisi sana na wadogo zake kufanikiwa. Kwa nini? Ile asili aliyobeba, ile baraka ya wengine aliyobeba inawavuta na wao wafanikiwe kama alivyofanikiwa yeye. Again, ukikuta familia ambayo mzaliwa wa kwanza hajafanikiwa, angalia hiyo familia mafanikio yake yanavyokuwa magumu. Na ukikuta familia ambayo mzaliwa wa kwanza ameanguka, ile asili yake huwa inawavuta na wadogo zake waanguke kama alivyoanguka yeye. Ndio maana sasa kosa la mzaliwa wa kwanza, anaweza katenda kosa ukashangaa ile kosa linatendwa na wote. Kwa mfano, unaweza ukakuta mzaliwa wa kwanza alikataa shule. Nachukulia mfano, alikataa shule, ukashangaa na wadogo zake na wao wanakataa shule. Kwa nini? Ile asili. Unashangaa mzaliwa wa kwanza aliolewa akaachika, unakuta sasa na wadogo zake wengine wanaoolewa na wao wanaachika. Kwa nini? Ile asili aliyoibeba. Ukikuta mzaliwa wa kwanza aliolewa akaishi maisha mazuri kwenye ndoa, utakuta amewafungulia na wadogo zake, na wao wanapoolewa wanaenda wanaishi maisha mazuri kama ambavyo mtangulizi wao ameishi. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza ana hizo baraka za aina mbili. Ana baraka yake kama yeye na ana baraka za wengine. Angalia familia ambazo mzaliwa wa kwanza amechelewa kufanikiwa, hata wadogo zake na wao huwa wanachelewa kufanikiwa. Ile asili aliyoibeba ya wengine. Sasa shetani anapotaka kuangamiza familia, anapita kwanza kwa mzaliwa wa kwanza. Akikuta huyo mzaliwa wa kwanza hajasimama, ni rahisi sana huyo shetani akaleta pigo kwenye hiyo familia. Lakini akikuta mzaliwa wa kwanza amesimama, sio rahisi kuleta pigo kwenye hiyo familia. Angalia familia ambayo mzaliwa wa kwanza amefanikiwa, huwa ana maamuzi ya kutoa sauti na mwelekeo mzuri kwa wadogo zake. Lakini angalia familia ambayo mzaliwa wa kwanza hajafanikiwa, huwa hana sauti hata kwa wadogo zake. Kwa nini? Hana mfano anaoweza kutoa kwa wadogo zake. Lakini ukikuta amefanikiwa, ni rahisi sana wadogo zake kufata mfano wa kaka yao au dada yao. Again, mzaliwa wa kwanza tukiacha kama mzaliwa wa kwanza, ni kwamba mzaliwa wa kwanza ni nafasi. Hebu sema nafasi. Ni nafasi. Ni nafasi ambayo Mungu anaitafuta kubariki huo uzao, na ni nafasi ambayo shetani anatafuta kuharibu huo uzao. Kwa hiyo ni nafasi ya baraka kwa Mungu, au inaweza ikawa nafasi ya pigo kwa shetani. Kwa hiyo shetani anaweza akatumia nafasi ya mzaliwa wa kwanza kuleta pigo, kilio, huzuni, umaskini, laana kwenye hiyo familia. Na ni nafasi ambayo pia Mungu anaweza akaitumia kuleta baraka, ukuu, heshima kwenye hiyo familia. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza pia ni nafasi. Tunapozungumzia nafasi, pengine tunaweza tukasema ni lango ambalo Mungu anaweza akalitumia kuleta baraka zake kwenye hiyo familia, au kuingilia, kumtumia huyo mzaliwa wa kwanza kuingia kwenye hiyo familia na kuleta chemichemi na neema zake. Lakini pia ni lango ambalo shetani anaweza akalitumia kuharibu hiyo familia, kutesa
hiyo familia, kuitumikisha hiyo familia, kuishushia heshima hiyo familia na namna yoyote ile. Ndio maana kwa wana wa Israeli mzaliwa wa kwanza alikuwa anatolewa sadaka. Na sio tu kwa wana wa Israeli, mpaka leo mzaliwa wa kwanza anatakiwa kutolewa sadaka. Wana wa Israeli walikuwa wanatoa kondoo au mbuzi. Kama huyo mtoto hajaenda kuwa Mlawi, walikuwa wanapeleka sadaka. Ile sadaka inaenda kuwa kama inatolewa kama nafasi iende kushika zile baraka ambazo huyo mzaliwa wa kwanza amezaliwa nazo kwenye hiyo familia. Ndio maana walikuwa wanachukua sadaka, wanaenda wanatoa. Mtachunguza kwamba baada ya Yesu kuzaliwa, Bikira Maria na Yosefu wanaenda hekaluni. Hawaendi hekaluni mikono mitupu, wanaenda na sadaka aina ya njiwa. Kwa sababu ni utamaduni uliokuwepo. Sio tu utamaduni, hilo ni swala la kiroho. Ni Mungu kweli, lakini angalia, anaenda kutolewa sadaka aina ya njiwa. Kwa nini hawakwenda mikono mitupu? Sababu mzaliwa wa kwanza ni nafasi. Sasa wana wa Israeli walikuwa wanatoa hiyo sadaka kwenda kushikilia zile baraka zilizoko kwenye ile nafasi ya mzaliwa wa kwanza. Sasa sikiliza, usipomtolea mzaliwa wa kwanza sadaka, wewe una uhakika kwamba atatolewa pia sadaka mahali kwingine. Kwa hiyo usipomtoa mzaliwa wa kwanza hapa madhabahuni kama sadaka, wewe una uhakika atatolewa sehemu nyingine kama sadaka. Utaniuliza wapi? Mimi sijui. Kwani ujue adui yako ni nani? Nini anaenda kushikilia ile nafasi? Kwa hiyo shetani anapokuwaya akatoa sadaka kwa ajili ya ile nafasi ya yule mzaliwa wa kwanza, maana yake ameshika lango la hiyo familia, amelishikilia. Yeye ndo anampini. Lakini wazazi wajanja, maana yake ni kwamba wanapopata mtoto wanamtoa sadaka, wanaenda kutoa sadaka. Maana yake ni nini? Wanaenda kushikilia ile nafasi yake ya baraka aliyokuja nayo iendelee kuonekana kwenye hicho kizazi au kwenye hiyo familia. Anguko la mzaliwa wa kwanza ni anguko la kifamilia, na inuko la mzaliwa wa kwanza ni inuko la kifamilia. Sasa cheki, ni nini kimeshika kwenye nafasi ya mzaliwa wako wa kwanza au mzaliwa wenu wa kwanza? Nafikiri ukiangalia aina ya maisha ya mzaliwa wenu wa kwanza utagundua ni sadaka ya aina gani inayozungumza kwenye maisha yake. Au ukiangalia sadaka inayozungumza kwenye maisha ya mzaliwa wako wa kwanza utagundua tu kwamba nini kinachozungumza kwenye hii nafasi. Leo ukiondoka duniani, je, huyo mtoto wako ambaye ni wa kwanza atasimama kwenye nafasi yake kama mzazi wa kuwalea wadogo zake? Sasa naomba muelewe kwa nini nafasi. Mzaliwa wa kwanza anapotolewa kwenye nafasi ya kiuchumi, ujue kwamba ni familia imetolewa kwenye nafasi ya kiuchumi. Mzaliwa wa kwanza anapotolewa kwenye nafasi ya elimu, ujue kwamba ni familia imetolewa kwenye nafasi ya elimu. Mzaliwa wa kwanza anapotolewa kwenye nafasi ya familia nzuri, ujue ni familia nzima imetolewa kwenye hiyo nafasi ya kuwa na familia nzuri. Mzaliwa wa kwanza ni nafasi. Ukiacha tu kwamba ni mtu, lakini ni nafasi. Ni nafasi ambayo Mungu anaitumia kudhihirisha makuu yake na baraka zake na utukufu wake kwenye familia husika. Na ni nafasi ambayo pia shetani anaitumia kuharibu maisha ya familia.
Hasa wengine tukipata watoto hatukumbuki kuwaleta madhabahuni, lakini ilitakiwa kwanza mtoto wako, baada ya wewe kuwa umemshika mikononi, wa pili aliyetakiwa kumshika mikononi na kuachilia baraka alitakiwa kuwa padre. Sio alitakiwa, anatakiwa kuwa padre. Kwa nini? Ile sadaka utakayoitoa na kuhani akaipokea, na lile neno atakalo litamka litaishi kwenye ile nafasi aliyoachilia. Kaangalie sasa hivi maisha ya uzalio wa kwanza yalivyo. Wengine tunahangaika kwenye eneo la kiuchumi kama familia, lakini kumbe ni mzaliwa wa kwanza ametolewa kwenye hiyo nafasi ya kiuchumi. Na ili familia irudi kwenye hiyo nafasi ya kiuchumi, ni lazima yule mzaliwa wa kwanza arudi kwenye ile nafasi yake. Listen, mzaliwa wa kwanza ni daraja. Sasa unakuta kwenye familia ambayo umezaliwa daraja limebomoka na unataka kuvuka kwenda ng'ambo ya pili, unachotakiwa ni kujenga lile daraja ili uvuke. Ni leo. Lakini kama ungekuta lile daraja tayari limejengwa, kupita kwako ingekuwa rahisi ukapita. Lakini umekuta limebomoka, ndio unaanza kulijenga upya. Maana yake vita iliyotakiwa kupiganwa na mwingine, unaanza kuingia kupigana na hiyo vita. Angalia na shetani alivyo ajabu. Akihangaisha maisha ya mzaliwa wa kwanza, akahakikisha ameyashikilia, anasubiri kuona kwenye hiyo familia ni nani anainuka. Akiinuka mleta nuru yeyote kwenye familia, angalia vita, aina ya vita anayokutana nayo, na angalia vita ya kwanza kabisa huwa inatoka kwenye familia yake. Yaani unashangaa Mungu amekunyanyua kwenye familia, unaanza kuwanyanyua ndugu zako, lakini hao ndugu zako ndo ananyanyua tena vita nyingine juu yako. Hawataki uinuke. Kwa nini? Ile asili iko chini. Kwa hiyo nafasi ya mzaliwa wa kwanza isipolindwa na sadaka, hiyo nafasi uwe na uhakika kwamba inachukuliwa. Na ikichukuliwa, jambo lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo shetani anapoichukua hiyo nafasi, yeye ndo anaamua aweke nini kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo kama ni roho ya kutumikishwa, unashangaa familia nzima ninyi ni watu wa kutumikishwa tu. Kama ni kuonewa, unashangaa familia nzima mnakuwa ni watu wa kuonewa tu. Kama ni kudhulumiwa, unakuta familia nzima ni watu wa kudhulumiwa tu. Angalia hiyo roho ya kudhulumiwa imetoka wapi? Inaweza ikawa imetoka kwenye nafasi ya mzaliwa wa kwanza. Ukiingia kwenye rejea ya kifamilia, unakuta alidhulumiwa. Nafasi ya mzaliwa wa kwanza inalindwa na sadaka kiroho. Kwa hiyo ili nafasi ya mzaliwa wako wa kwanza iwe salama, lazima uilinde na sadaka. Sasa unakuta familia nyingi nafasi ya mzaliwa wa kwanza imeshachukuliwa tayari. Kawaulize wanawake wengi ambao leo wanataka kuolewa, wanakutana na aina fulani ya ugumu wa kuolewa. Wengine kabisa hawaolewi, pamoja na kwamba wana elimu nzuri, wana tabia nzuri, wana maadili mazuri, hawaolewi. Nakuta ukoo mzuri na mabinti wazuri kabisa, lakini hawaolewi. Chunguza ilianzia wapi? Unakuta ni vijana kweli, wachapakazi, wenye maadili,
lakini kuishi kwenye ndoa imekuwa gumzo. Kachungulie hako kanafasi kalitokea kwa nani? Mzaliwa wa kwanza ni lango la kupitisha baraka kwenye familia au ni lango la kupitisha laana kwenye familia? Kwa hiyo vile alivyovibeba mzaliwa wa kwanza, shetani akivinyamazisha, ujue kwamba hiyo familia na yenyewe itakuwa imenyamazishwa. Lakini vile ambavyo mzaliwa wa kwanza amevibeba vikionekana, ujue na familia nzima itaonekana. Ndio maana wana wa Israeli walikuwa wanatoa sadaka madhabahuni, walikuwa na lengo la kulinda ile nafasi ya mzaliwa wa kwanza kiroho kwenye hiyo familia, kwamba hii baraka ya huyu mzaliwa wa kwanza ibaki, ili kila mtoto anayezaliwa kwenye hii familia akutane na hii baraka. Sasa tunazaliwa kwenye familia ambazo tulitakiwa kukutana na ile baraka ya lango la kwanza, lakini tunakuta ile baraka haipo. Angalia ilivyo ngumu kufanikiwa kwenye familia ambayo mtoto wa kwanza hajafanikiwa. Angalia ilivyo ngumu. Watu wanajitosa kufanya kazi, watu wanajitosa kufanya biashara, watu wanajitosa kusoma usiku na mchana. Angalia hata baada ya kuwa wamesoma, bado maisha yao yanakuwa kama vile hawajasoma. Angalia wanavyojitosa kufanya biashara, lakini maisha yanavyoenda ndivyo na wao maisha yao yanavyokuwa magumu. Kwa nini? Lango halikufika mahali popote. Nafasi ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo ni muhimu sana wazazi na mnaotarajia kuwa wazazi baadaye, hakikisheni nafasi ya watoto wenu wa kwanza mtakao wazaa mnailinda kwa sadaka. Msipoilinda, msije mkamlaumu Mungu wala msije mkatafuta mchawi. Ninyi wenyewe. Ninyi wenyewe. Hivi mnafikiri kwa nini mtoto wa kwanza ndo huwa anafanyiwa matambiko mengi hata kuliko watoto wengine wote? Ana cha pekee alichokibeba kwenye familia. Ana cha ziada alichobeba kwenye familia. Na shetani alivyo mjanja, anahakikisha huyo mtoto anafanyiwa matambiko. Yale matambiko ni ishara za kiibada za kuchukua nafasi za kibaraka za huyo mtoto. Tunavyozungumza, maisha ni kiroho, yani maisha yako kiroho zaidi. Ukiyaishi kimwili umefeli. Na ndio maana watu wanaoishi maisha kimwili huwa hawafiki mbali. Lakini watu wanaoishi maisha kiroho, wanayatazama maisha kama fursa ya kuishi kiroho, hao ndio wamiliki na watawala wa huu ulimwengu. Hao ndio wamiliki wa biashara kwenye huu ulimwengu. Hao ndio wamiliki wanaomiliki nafasi mbalimbali kwenye huu ulimwengu. Hao ndio wanaomiliki nguvu za ushawishi kwenye huu ulimwengu. Hauwezi ukaishi kwenye huu ulimwengu haya maisha katika hali ya kimwili tu ukatoboa. Ni lazima haya maisha uyaishi kiroho. Kama unataka kuona matokeo kwenye maisha, badilisha mtindo wako wa maisha kuyaishi kimwili zaidi, ukayaishi maisha yako kiroho. Hata kama unaishi kimwili ndio tunakuona, lakini hakikisha kama Mtakatifu
Yohane Chrysostom anavyosema, hakikisha unaishi maisha ya kiinjili. Yaani wewe mwenyewe unakuwa injili. Kwa hiyo tunavyozungumza injili sio maandishi. Injili ni kile ambacho Mungu anakitaka tukiishi kwenye maisha kwetu. Kwa hiyo watawala wote na wote wenye nguvu za kidunia, kimamlaka, ni watu ambao wanayaishi maisha yao kiroho. Umewahi kujiuliza kwa nini unatoa sadaka? Kwa nini unatoa zaka? Yaani unakuta biashara unafanya wewe, lakini unatoa sadaka. Unatoa zaka. Lao kesho utapata nafasi ya kujifunza somo la zaka. Umewahi kujiuliza kwamba mtu aliyesoma, amesomea mambo ya biashara, amefungua biashara, anamiliki kampuni, anamiliki mahoteli, anamiliki masheri, lakini mtu huyo umewahi kujiuliza kwa nini anaenda kwa mganga wa kienyeji ambaye hajui mambo ya biashara yanasoma nini, ambaye hajui uendesheje biashara? Umewahi kufikiri kwa nini huyu mtu anaenda kwa huyu mganga wa kienyeji? Anaenda kutafuta nguvu za ziada za kuishi haya maisha. Hizo nguvu anazoenda kuzitafuta ni nguvu za kiroho, sio nguvu za kimwili. Unapokuwa unatoa sadaka hapa kanisani, unachokitafuta ni nguvu za kiroho. Unapokuwa unatoa zaka kanisani, unatafuta nguvu za kiroho. Kwa hiyo unapokuwa unatoa sadaka kwa ajili ya mzaliwa wako wa kwanza, unailinda hiyo nafasi ya huyo mzaliwa wako wa kwanza kiroho. Kule Bukoba nilienda kwenye familia moja. Mtoto wa kwanza ni profesa, amesoma mambo ya petroleum sio na vitu gani, amesoma kule Urusi. Mtoto wa pili ni daktari bingwa magonjwa ya kina mama. Mtoto wa tatu ni padre. Mtoto wa nne ni wa kike, ameolewa. Asangalia hii familia. Profesa alikuwa anafundisha, akaacha kazi. Tunavyozungumza yuko kijijini, ni mlevi wa kupindukia. Anayefuata ni daktari, alikuwa anafanya kazi Bugando, akaandika barua ya kuacha kazi, na anaandika hiyo barua hajafungua hata duka la dawa kwamba naacha hii kazi kwa sababu nimefungua famasi yangu au dispensari yangu. Anaacha tu bila kuwa na chochote kile, akaingia kwenye eneo la ulevi. Mtoto wa tatu ndio huyo ambaye ni padre. Mtoto wa nne ndio huyo ambaye ni mwanadada. Sasa hii familia ukichunguza, unaona tatizo liko kwa mzaliwa wa kwanza. Ukiwaambia wanatanguliza elimu zao za kimwili, kama nimesoma Urusi, utaniambia nini? Mwingine atakwambia mimi ni daktari bingwa, utaniambia nini? Haya, muulize huo profesa wake, anaweza kamaona shetani anapofanya kazi? Hamna. Muulize huo daktari wake, unaweza kaona anapofanya kazi? Hamna. Ni familia ambayo nazungumza mpaka hivi sasa, pamoja na kwamba wamesoma, huyo profesa amerudi kwao anakunywa pombe kupita kiasi. Hana hata uwanja wa 20x20. Hana. Daktari ndo huyo naye ameacha, yuko nyumbani, hana chochote. Dada yao ndo huyo, wala yeye ameolewa huko anafanya kazi na mume wake, pengine mume wake anambeba. Padri ndo hivyo amechukuliwa na Mungu. Lakini angalia haya mapigo yaliyoko kwenye hii familia. Nafasi yao imechukuliwa kuanzia kwenye nafasi ya mzaliwa wa kwanza. Sasa huyu ambaye ni mtoto wa kwanza anakunywa pombe, na huyu ambaye anafuatia sasa ni daktari bingwa, na yeye amejikuta anakuwa ni mlevi. Hakuna anayeweza kumsaidia mwingine. Hizo elimu
lakini haziwasaidii chochote. Nafasi ikichukuliwa kiroho, huwezi ukairudisha kimwili. Nafasi iliyochukuliwa kiroho inarudishwa kiroho. Sisi tunatoka kwenye familia, tunayaona hayo. Kama sio kwetu sisi, tunayaona kwa watoto wetu. Msifikiri kwamba vita ya mzaliwa wa kwanza ni vita ya kimwili. Vita ya mzaliwa wa kwanza ni vita ya kiroho. Na ni vita ambayo inakaa kwa muda mrefu sana. Shetani akifanikiwa tu kuingilia nafasi ya mzaliwa wa kwanza, ujue ameingilia nafasi ya familia nzima. Ngoja ni watolee mfano. Hamjawahi kuona mtoto wa kwanza anamsumbua baba, afu baadaye kaenda akatulia? Angalia huyo mtoto anapooa au anapoolewa, na yeye akizaa mtoto wake pia anamsumbua zaidi kuliko yeye alivyomsumbua baba yake au mama yake. Kwa hiyo inakuwa ni vita ya kimwendelezo. Kwa nini inakuwa ni vita ya kimwendelezo? Kwa sababu ile ni vita ya kiroho. Ni nafasi ambayo imechukuliwa kiroho. Mtoto wa kwanza ndo anaweza akasoma hata shule 10. Anaenda hii shule anahamishwa, anaenda hii anahamishwa, anaenda hii walimu anamhamisha, anaenda hii hivyo. Anahamishwa tu. Kumbe kinachotafutwa ni kile alichokibeba. Kwa hiyo sio jambo jepesi ukiingia kwenye vita vya mzaliwa wa kwanza. Haitakuwa jambo jepesi. Lakini ni bora uingie kupigana hivyo vita ili urudishe nafasi ya familia yako, nafasi ya watoto wako, nafasi ya ukoo wenu. Lakini ukiacha, maana yake unamwachia shetani utawala. Na mtaendelea kweli kutawaliwa kwa muda mrefu sana. Kwa sababu ni nafasi ambayo ni nafasi ya kiroho. Akina mama, unapokuwa na mimba, kabla ya kwenda kupiga hizo picha photoshoot kwamba Mungu ametenda, njoo kwanza hapa altareni upige hiyo picha kiroho. Mwambie Mungu umetenda. Kuwaonesha wanadamu kwamba umejifungua salama. Kama haujamuonesha Mungu kwamba umejifungua salama, huyo mtoto unayewaonesha wanadamu kwamba umejifungua salama, inawezekana iko siku huyo mtoto ndo atakuwa sababu ya wewe kupata ugonjwa. Kwani ni wazazi wangapi leo ambao walikuwa wanawakatalia watoto wao, akiona tu ameguswa na ng'aka, anampeleka kwenye shule nzuri, anampa kila anachotaka. Ni wazazi wangapi leo hao watoto waliwafanyia watoto wao kila walichokuwa wanataka, lakini wale watoto leo wamegeuka kuwa mifugo, wanafugwa na wazazi wao. Mtoto wa kiume wa kike ana miaka 20 na kitu, lakini hata pesa ya nauli ya kwenda hapa na pale anamwomba mama. Wengine leo umepata magonjwa kwa sababu ya watoto wenu ambao hamkuwahi hata kuwatolea sadaka wazaliwa wa kwanza, lakini mlikuwa tayari kuwasomesha kwenye shule za milioni 10, milioni 2, milioni 5, lakini hamkuwahi kutoa hata milioni 1 kama sadaka. Leo ndo amewaletea pressure, mnashinda usiku na mchana mnasali novena ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Endeleeni kusali, lakini mlikuwa wapi? Naangalia mtoto, wanaume wao wanawahi kujitoa sana. Litoto likiwa la ovyo ovyo huwa tunasema hili limechukua akili ya mama yake. Hatutakagi shida.
mateso na shida inabaki kwa mama. Mko hapa, lakini nina uhakika wengine mna watoto sasa hivi ni wakubwa. Nina uhakika hamjawahi hata kujaribu kumtolea mtoto wako hata $1,000,000 sadaka. Nina uhakika humu hakuna ambaye amewahi kusema kwamba hii $1,000,000 naenda kuitoa kwa ajili ya mtoto wangu. Lakini nina uhakika humu mmewahi kutoa hata zaidi ya $10,000,000 kama ada kwa ajili ya watoto wenu ili wasome, jambo ambalo ni zuri. Lakini ina maana gani kufuga mwili ukaacha kufuga roho? Ina maana gani kulinda mwili ukaacha kulinda roho? Mlilinda miili ya watoto wenu wapate elimu, sawa. Wengine mpaka mliingia kwenye mikopo ili watoto wenu waende kwenye shule nzuri mnazotaka. Lakini ni nani amewahi kusema kwamba $1,000,000 hii ni kwa ajili ya mtoto wangu, ninaishika nafasi yake, kila ambacho Mungu alikiachilia ndani yake shetani asije akakinyakua? Lakini leo mnalaumu kwamba kwa nini huyu mtoto ana hii tabia. Kila alichokiweka Mungu, kama haukukilinda kiroho, ulitegemea nani akilinde ambacho mtoto wako amekibeba? Sasa ameshanyang'anywa hicho alichobebeshwa na Mungu. Umebaki sasa kulaumu na kulia na kuhuzunika. Lakini lawama anayetakiwa kupewa ni wewe, kwa sababu ulishindwa kulinda kile ambacho Mungu alikileta au alikiweka kwa huyo mtoto. Kwa sababu hakuna mtoto anayekuja akiwa hana chochote ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Kila mtoto anakuwa na package yake ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Anakukabidhi kwamba mama, nimekuamini, mtoto huyu hapa. Baba, nimekuamini, mtoto huyu hapa. Nini cha ziada unachokifanya kwa upande wa rohoni kwa ajili ya usawa wako? Wengine tunafikiri mtoto ni kumlea tu, akue tunampeleka hospitalini, vitu gani, shuleni, vitu gani. Rohoni unafanya nini kwa ajili ya uzao wako? Rohoni unafanya nini? Majeraha mengi ambayo familia nyingi zinayo ni majeraha ya kiroho. Ni majeraha ya kiroho. Kwani sasa hivi vijana wangapi hawasali? Vilipokuwa vitoto vilikuwa vinasali kwa sababu vilikuwa chini ya uangalizi wenu. Sasa hivi wako wapi? Wako wapi makanisani? Ndoa amegeuka kuwa mashoga. Ndoa amegeuka kuwa wasagaji. Ndoa amegeuka kuwa walevi. Ndoa amegeuka kuwa wezi. Ndoa amegeuka kuwa aibu kwenye jamii. Nafasi zao hamkuzilinda. Ngoja niwasomee Injili ya Mathayo, nafikiri ni sura ya 13 ile aya ya 24. Ngoja niwasomee. Akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini walipolala, sema walipolala. Walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Mungu amekupa watoto kama mbegu iliyo njema sana. Ulipozembea, adui akaja akapanda magugu kwa watoto wako. Mungu alipanda mbegu ya ukuu kwa watoto wako. Ulipolala, akaja adui akapanda mbegu ya ulevi,
akapanda mbegu ya umaskini, akapanda mbegu ya dharau, akapanda kila mbegu. Nini? Mzazi alilala. Alilala wapi? Alilala kiroho. Nafasi ya wazaliwa wa kwanza kwenye familia nyingi imechukuliwa kwa sababu wazazi walilala kiroho. Na adui alipokuja akachunguza kwenye ile nafasi ya wazaliwa wa kwanza, akakuta hakuna ulinzi wa aina yoyote. Akapanda magugu kwa hao wazaliwa wa kwanza. Akapanda magugu ya hao wazaliwa wa kwanza kuto kufika mbali. Akapanda magugu kwa hao wazaliwa wa kwanza kuto kumiliki rasilimali ya aina yoyote. Akapanda magugu ya kuteseka kwa hao wazaliwa wa kwanza. Sasa hivi ukitoka ukaenda mjini hapo, utakuta makundi kwa makundi ya wanawake na wanaume, pengine wamekaa tu, hawana kazi. Wamekaa tu, wanasubiri muda ufike, pengine sioni waende walale, kesho ikifika waamke pia waende wazurure, siku iende siku. Miaka inaenda, mtu anakuja kushtukia na miaka 60 hana chochote anachokimiliki kwenye maisha yake. Ana familia, watoto wake wanafika, mwisho wa siku anachokuambia kwamba nimewazaa, nimewakuza, mtajijua wenyewe. Nini anatolea mfano? Akasema hata mimi baba yangu au mama yangu hakunipa chochote. Huu uwanja nimejitafutia, nimenunua. Kwa hiyo na nyie nimewazaa, kazi yenu katafute. Nini? Kwa sababu nakuta kwenye hiyo familia nafasi ya mzaliwa wa kwanza imechukuliwa. Walipolala akaja adui. Huo ukoo walipolala akaja adui, akapanda magugu kwenye nafasi ya mzaliwa wa kwanza. Jambo pekee unalotakiwa kulifanya sio kumlaumu mzaliwa wa kwanza. Nafasi aliyoipoteza hakuipoteza akiwa anajitambua. Angekuwa anajua kwamba anatakiwa kutolewa sadaka, pengine kwa wakati huo angekuwa anajua, angejitolea sadaka yeye mwenyewe. Lakini kwa sababu hakufanyiwa hivyo, amejikuta anapitia vita, mahangaiko, shida, kwa sababu tu nafasi yake haikulindwa na wazazi wake. Lakini kama wewe ni mzaliwa wa kwanza ambaye pengine haukutolewa sadaka, nao usije ukafanya hivyo kuto kumtolea mtoto wako sadaka. Wakatoliki, kuna mambo ambayo tunatakiwa tuamke usiku na mchana tuyafanyie kazi. Lindeni watoto wenu kwa sadaka. Lindeni wazaliwa wenu wa kwanza wa kike na wa kiume kwa sadaka. Lindeni nafasi za watoto wenu kwa sadaka. Amkeni kutoka kwenye usingizi ambao shetani amewafanya melala na mmepoteza nafasi za watoto wenu. Kama ambavyo nafasi yako ilipotezwa, usikubali na mtoto wako nafasi yake ipotee. Usikubali kabisa. Biblia tunazo, kasomeni. Kasome maisha ya wazaliwa wa kwanza utaona. Leo kuna sisa moja amenipigia simu, anatokea Kenya. Kuna clip moja ameiona, akanipigia simu. Ninachowapendea wanawake, na sio tu kuwapendea, ni kwa sababu wako hivyo. Ukienda kwenye makusanyiko mengi
utakutana na wanawake. Sasa huwa hawaendi vile kwa sababu wana shida sana. Mwanamke ni kiumbe ambaye ananusa taarifa ya hatari mapema sana, na ndio maana wengi mliokuja humu inawezekana shida zilizowaleta sio za kwenu kama ninyi, ni za watoto wenu, waume zenu, ndugu zenu. Mmenusa hali ya hatari kwenye familia, kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Mwanamke by nature, baada ya lile tangazo kati ya Mungu analolitoa, tangazo la mwanamke na Shetani, alisema juu ya uzao wa huyo mwanamke. Kwa hiyo mwanamke wa aina yoyote huwa ana uadui wa asili na Shetani, yani ana huo uadui kabisa. Na ndio maana unaweza ukakuta pengine huko nikienda, ukikuta unakuta ni watawa wengine wananiambia nyumbani kuna hiki, kaka anapitia hiki, mama yani ameshanusa hatari, kitu ambacho kwa mwanaume ni ngumu sana mpaka pengine amfike hapa. Kwa nini? Mwanamke yeye ana taarifa ya asili kabisa. Ndio maana unaweza kukuta mwanamke unataka kusafiri akakwambia hiyo safari achana nayo. Ukimuuliza kwa nini, akasema moyo wangu umesita tu. Amepata taarifa ambayo anaihisi hata kama haijathibitika, lakini ameshapata taarifa fulani kwamba kuna kitu hakiko sawa. Ndio maana mwanamke ndoa yake inaweza ikawa iko vizuri kabisa, lakini akawa amenusa taarifa ya hatari inayoweza kutokea hata miaka 10. Kwa hiyo hawa wana hiyo aina fulani ya hiyo asili. Kwa hiyo akanipigia yule sister akaniambia, hiki ulichokizungumza ninakiona kabisa kwenye familia yangu. Ndugu zangu kuanzia kaka mpaka mdogo wetu, kila wanapoajiriwa wanafukuzwa kazi. Kila wanapopata kazi, ananiambia kakaangu amezeeka, ambaye ni mkubwa wetu wa kwanza, yeye ndo alifungulia huo mlango. Alipoajiriwa tu alifanya kazi, ikatokea shida fulani akafukuzwa. Tokea hapo hakuwahi kupata kazi tena. Wadogo zangu, baba alijitahidi kutusomesha, kweli kazi huwa wanapata, lakini tunavyozungumza hivi hakuna ambaye yuko kazini, na wote wamewahi kupata kazi. Nafasi ya mzaliwa wa kwanza inapotolewa, ni nafasi ya kifamilia imetolewa. Ndio maana sehemu zingine unaweza kukuta mzaliwa wa kwanza akiugua aina fulani ya ugonjwa, utashangaa wadogo zake na wao wanaugua ugonjwa ule ule aliougua mkubwa wao. Lindeni nafasi ya wazaliwa wa kwanza kwa sadaka. Hautalinda kwa nguvu ukaweza, hautalinda kwa bunduki ukaweza, hautalinda kwa fimbo ukaweza. Kuna watoto mmewachapa sana mkafikiri kwamba mnarekebisha tabia zao, kumbe vita vyao vilikuwa ni vita vya roho. Mmewapeleka mpaka sober house, mmewapeleka mpaka kwa wanasaikolojia, kumbe shida zao ni nafasi zao za rohoni. Mzaliwa wa kwanza analindwa kwa sadaka. Nafasi ya familia inalindwa kwa sadaka. Nafasi ya kazi inalindwa kwa sadaka. Tuko hapa, wengine ni wafanyabiashara. Sijui ni wangapi mwahi kutoa sadaka licha hii mnayotoa hapa, au licha ya zaka. Sijui ni wangapi ambao huwa mnatoa sadaka ya kulinda nafasi zenu.
kwamba nalinda hii nafasi ya kibiashara ambayo Mungu amenipa, nailinda. Kwamba sadaka hii nayoitoa ni kwa ajili ya kulinda hii nafasi kwenye soko la kibiashara, nalinda. Kwa sababu lazima mjue kwamba soko la kibiashara ule ni ulimwengu. Ule ni ulimwengu. Mwenye nguvu ndiye anayepata. Tena mwenye nguvu za rohoni. Ndio maana majitu yanaenda kuroga ili yashike soko, yawe na mvuto. Ndio maana mnakutana na watu wana mapete makubwa sana kwenye mikono yao. Wengine wana mapete ya kuvuta wateja, mapete ya kuleta ushawishi kwa watu. Ndio maana maduka mengine mkiingia asubuhi mnakuta kuna udi unanuka. Msifikiri kwamba ni urembo ule. Yametoa masadaka kulinda vitu vyao. Wengine mmeajiriwa kwenye ofisi, mmeenda mmechukiwa, kila shida inayotokea unahukumiwa wewe. Ukutoa sadaka ya kulinda nafasi yako. Kwamba Mungu umeniamini ukanipa nafasi ya kufanya kazi kwenye hii ofisi, kwenye hii wizara. Ninatoa hii sadaka kulinda hii nafasi kiroho. Wengine mnatafuta ajira. Sijui kama mmewahi kutoa sadaka ya kushika ajira kwenye soko la ajira, kwenye ulimwengu wa ajira. Wengine eti baada ya kupata kazi ndo anaenda kutoa sadaka. Ile huwa ni shukurani, ile sio sadaka. Sadaka ya kuomba kazi inatolewa kabla haujapata kazi. Unaenda kwenye interview, wanahitajika watu 4, mmekusanyika watu 500. Wengine wameenda wamefanya matendo ya rohoni, wameshika ile nafasi ya ajira. Kwamba jina langu ndo liwe jina langu, jina langu ndo liwe jina langu, jina langu ndo liwe jina langu. Unaenda na vyeti vyako, umefaulu vizuri, umesoma chuo, umepata CPA nzuri, kila kitu uko vizuri, lakini anachukuliwa mwingine. Unasema wamenionea. Nafasi inashikwa rohoni. Kwa hiyo una uhakika kwamba ikiwa hujashika nafasi yako rohoni, ya chochote kile unachokifanya, uko hatarini. Uko hatarini. Ikiwa nafasi yako haujaishika kwa sadaka kwenye ulimwengu wa kiroho, wewe una uhakika kuna mwamba anaweza akatokea huko, akatoa sadaka, akashika ile nafasi au akamiliki ile nafasi uliopo leo. Kwa nini? Nafasi uliopo leo ni nafasi ya mtu mwingine kesho. Inawezekana ukamaliza muda wako au usimalize muda wako. Nafasi ya pesa ulionayo leo ni nafasi ya mtu mwingine kesho. Unashikaje hizo nafasi? Wewe unafikiri watu wanafukuzwaje kazi? Mnafikiri watu wanafukuzwaje kazi? Wanatoa sadaka. Kama wewe unakuta labda ni bosi, yanaenda anatoa sadaka. Anasema ninamtoa huyu mtu kwenye nafasi ya hichi kiti. Kama anakikalia hichi kiti, namtoa kwenye hii nafasi. Nakaa mimi, nashtukia ni jamani nakaa. Kuanzia sasa hii nafasi naichukua mimi. Huu maarufu na uchukua mimi. Hii heshima naichukua mimi. Hii kazi naichukua mimi kuanzia leo. Hii biashara naichukua mimi. Hii frame naichukua nini? Mnafikiri watu wanatolewaje kwenye nafasi? Kwenye ulimwengu wa kiroho kuna mtu anaenda anatoa sadaka. Anachungulia nafasi ulionayo. Ikiwa hiyo nafasi hailindwi na chochote, hailindwi na sadaka, huyo mtu anatoa sadaka kubwa kwenye miungu yake. Anachukua ile nafasi ulionayo. Unabaki kulaumu. Lakini nikuulize, ulitoa nafasi ya kulinda sadaka yako kiroho? Ulitoa nafasi ya kulinda mzaliwa wa kwanza? Ulitoa nafasi ya kulinda heshima ya familia yako? Ulitoa sadaka ya kulinda sadaka yako, ndoa yako kiroho? Wewe sijui kama umetolewa kwenye nafasi yako.
unafikiri kwamba ni jambo ambalo limetokea kwa bahati mbaya. Kila kitu cha roho. Kuna wengi tumetolewa kwenye viti vyetu, tunasali sala ya Baba yetu tukisema utupe leo mkate wetu lakini kuna watu leo rohoni wamenyang'anywa mikate yao. Hawana kabisa mikate yao, wamenyang'anywa. Mkate ni nafasi. Usipokuwa kwenye nafasi, huo mkate utaupataje? Mkate ni ajira. Usipokuwa kwenye hiyo ajira, utapataje huo mkate? Mkate ni biashara. Usipokuwa kwenye hiyo biashara yako, huo mkate utaupataje? Kwa hiyo wengi wamenyang'anywa mikate.